hayawi sasa yamekuwa. rhdi.world ni mahala unahitaji kujifunza mambo muhimu yatakayokupatia amani ili uweze kustawi. Kumbuka, tunahitaji kustawi katika maisha yetu ya kimwili na kiroho, na huwezi kufanikiwa katika yote haya usipoijua Rehoboth yako, na haya yote utayapata chini ya Dr. Daniel ambaye ni mtaalamu na mbobezi katika masomo ya uongozi, yaani leadership, utunzaji wa maono, saikolojia ya huduma, ushauri nasaha na elimu ya ukuaji kiroho pamoja na ndoa iliyofanikiwa. Tembelea tovuti yetu ambayo ni www.rhdi.world au wasiliana Dr. Daniel moja kwa moja kwa nambari yake ya simu alama ya kujumlisha 1802355243. Tupo katika hatua yetu nyingine ambayo nimezungumzia kwamba tutaweza kuiongelea, inayotupatia nafasi ya ukweli wa unyakuo katika sehemu yetu ya pili. Na nimeahidi tu kwamba tutazungumzia ufufuo wa wafu kama nilivyokwenda kuongelea kwenye hiyo episode ambayo tumekwenda kumaliza. Lakini pia tutajaribu kuangalia kinagaubaga ufufuo wa wafu. Hili ni fundisho kuu. Hili ni fundisho kuu kwa sababu, kwa nini tunaangalia haya mambo? Tunaangalia haya mambo kwa sababu nayo pia yanahusishwa katika swala la unyakuo, na ndio maana tunaongelea hili swala la ufufuo. Na fundisho kuu la Agano Jipya na fundisho la msingi katika fundisho la imani yetu kama Wakristo ni fundisho la ufufuo wa watu. Kote duniani kanisa la Bwana limekuwa na uzembe katika kufundisha msingi wa imani yetu, ambalo na hili ni somo ambalo ni somo la umakini. Lakini pia shida tukiangalia katika Waebrania 15:12, kuna neno moja ambalo waga linanifurahisha sana, licha kwamba tutaangalia Waebrania sura yake ya 6 na vesi yake ya 3, ambapo hapo sasa ndio inatupatia nafasi kubwa ambao tunakwenda kugusia hili fundisho letu hili la ili la ufufuo wa wafu. Tutakwenda kuliangalia hapo. Lakini Waebrania mimi ananiambia kwa nini watu wengi wanashindwa kufikia hiyo tamati. Ninaelewa ni kwa nini watu wengi wanashindwa kufikia hiyo tamati, kwa sababu za msingi ni kwamba inasema kwamba haijalishi kana kwamba tumekuwa walimu kwa muda mrefu, imetupaswa tuweze kufundishwa mafundisho ya kwanza. Haijasema kwamba imetupasa tufundishe, inasema imetupasa tuweze kufundishwa mafundisho ya kwanza. Na haya mafundisho ya kwanza ambayo inabidi kwamba tuweze kufundishwa ni mafundisho gani na yanapatikana wapi? Ndio hayo mafundisho yanayopatikana katika Waebrania sura yake ya 6 na vesi yake ya 3. Lakini hata zaidi ya hilo, sehemu kubwa ya kanisa imebadilisha fundisho la ufufuo wa wafu na kufundisha lilivyotengenezwa na wanadamu kuhusiana na swala la unyakuo kwa kanisa. Na ndio maana nimesema kwamba kwa nini katika ukweli wa unyakuo, katika sehemu ya pili tunahitaji kujifunza swala hili la ufufuo wa wafu, kwa sababu hili fundisho nalo limekuwa ni sehemu ya fundisho ambalo linafundishwa na kuchukuliwa ili kusapoti yale mafundisho yao ambao wameanza na kuyatengeneza kuliko kile ambacho maandiko yanaweza kusema. Nifuate, ni mimi mkurugenzi wa rhdi.world. Kazi yetu ni kuwatengeneza wanafunzi, na tunapohitaji kuwatengeneza wanafunzi, dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tuna wanafunzi ambao wanalielewa neno na watumishi ambao wanaelewa neno ili waweze kuliishi na kulihudumu hilo neno. Kwa hiyo endelea kunifuata taratibu. Tumaini halisi la ufunuo limebadilishwa, aidha la ufufuo limebadilishwa na wazo la ajabu kwamba tafasiri ya kwenda mbinguni kwa miaka 7 katika unyakuo wa siri. Fundisho hili halina msingi thabiti katika maandiko. Tena narudia kusema, hili fundisho la miaka 7 kwa ajili ya watu kwenda mbinguni, watu kukabiliana na ziki, watu kukabiliana na mpinga shetani, halina udhibitisho katika maandiko. Tuache kung'ang'ania vitu ambavyo kwenye maandiko havipo. Tunahitaji kurejea
Haijalishi kana kwamba tumekuwa tukifundisha mambo mengi na tumeweza kurisishwa mambo mengi, lakini yale ambayo hayapo kwenye maandiko tusiyatafutie mambo ya kuweza kusapoti kile ambacho tunakiamini kwamba kinaweza kikasapoti. Lakini limeenea sana kwa kasi kwamba waumini wengi wanakubali fundisho hili na kukataa ukweli muhimu wa ufufuo wa wafu. Unyakuo ulitoka wapi? Na toka mwanzo nilikuonyesha kwamba unyakuo haupatikani katika Biblia ya Kiingereza. Hata katika yangu mimi sikuona neno unyakuo ya Kiswahili. Inaonekana neno hilo lilitokana na Biblia ya Kilatini ya Kikatoliki. Hata hivyo, muktadha wa Tesalonike, waraka wa Paulo kwa Tesalonike sura yake ya 4:13-18 linahusu ufufuo kutoka kwa wafu. Kwa hivyo ni udanganyifu mkubwa kwa waandishi na waalimu kuagiza neno unyakuo katika mistari hii, wakati mistari hii inaelezea wazi ufufuo wa wafu. Hiki ndicho kitu kinachotokea tunapofuata mafundisho ya wanadamu. Tunaacha mambo muhimu, mafundisho ya msingi ya Injili ya Biblia, na kupotosha maandiko ili kuunga mkono nadharia mpya kama vile fundisho la unyakuo. Ufufuo wa wafu ni fundisho muhimu na la msingi la imani. Kifungu hiki katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Tesalonike haisemi chochote kuhusu kurudi mbinguni pamoja na Yesu, lakini inasema wazi kwamba tutafanya hivyo, wanyakuliwe pamoja nao mawinguni ili kumlaki Bwana hewani. Hili linarejelea ufufuo wa mwili. Kwa hiyo ndo kile ambacho nilikuwa nikikuonyesha katika hii summary ambayo nimeweza kuitengeneza, kwamba tumeweza kuwa na mafundisho ya aina nyingi sana. Tumeweza kuwa na mafundisho ya ajabu kwa kiwango cha ajabu, kama jinsi mnavyoona, mambo ya ajabu, viwango vya ajabu, fundisho la ajabu, mambo ya ajabu, kila kitu cha ajabu. Watu kuyachukua maandiko na kuyabadilisha jinsi wanavyotaka. Fundisho hili la unyakuo ni fundisho ambalo tangu mwanzo tumekwisha gundua kwamba halitokani na Biblia. Lakini katika lugha ya Kilatini ndio tumekwenda kuona lile neno linatafutwa ili kuingizwa katika fundisho la kanisa. Lakini ukilitafuta katika Biblia hilo neno halipo. Kwa Biblia ya Kiingereza na Biblia hata ya Kiswahili hilo neno unyakuo halipo. Na usisahau kwamba nilikuambia toka awali kwamba tunapozungumzia hili neno linalosema wataweza kunyakuliwa, kwa sababu kubwa ni kulaki. Lazima uelewe neno kulaki, nilisema ni kupokea, na nikalitolea maana halisi. Kwa hiyo tunapozungumzia hapa, huu ni ufufuo wa mwili. Elewa kwamba huu ni ufufuo wa mwili, sio kwa kadri ya jinsi watu wanavyofikiri kulipeleka ili andiko ili kuweza kusapoti kile ambacho wao wanataka andiko iweze kuwasapoti. Na hili neno pia kuja nimeweza kuliongelea huko awali. Hili neno linalopatikana katika Watesaloniki, waraka wa kwanza wa Tesaloniki. Hili neno kuja kulingana na Watesaloniki, waraka wa kwanza wa Tesaloniki wa kwanza. Na pia hapa hebu tujaribu kuangalia, hebu tuangalie kwa umakini sasa kifungo katika Watesaloniki wa kwanza katika sura yake ya 4 na mstari wake wa 17. Na tujaribu kuangalia katika hii eschatology ya unyakuo ya hii verse yake ya 17. Kisha sisi tulio hai na tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao mawinguni ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mstari huu unastahili kusomwa wenyewe
lakini pia lazima ujifunze katika muktadha wa kifungo ambacho kinaonekana. Eschatology, utafiti wa unabii wa matukio ya wakati wa mwisho. Utafiti huu ni wa kina sana. Kuna utata na kuna kutokubaliana kwa ujumla kuhusu vipengele vingi vya kile kinachofundishwa kama eschatology. Kama mtu alivyowahi kusema, kama ungealika walimu 12 wa eschatology kutoka shule 12 za Biblia tofauti kuja kwenye semina na kuwasilisha karatasi, kila mmoja angelikuwa na maoni 12 tofauti na mwingine, aidha maneno karatasi 12 zenye mawazo 12 za yaliyowakilishwa katika mtazamo tofauti. Na hili nitakuja kuliongelea ni kwa nini. Kwa sababu mimi nimesoma zaidi ya vitabu, hata zaidi ya 70 aidha 50 vya waandishi wengi wa hii elimu ya eschatology. Lakini kwa kadri ya jinsi unavyoendelea kuwasoma, na ndivyo walivyo na utofauti, kila mtu akiongea kile anachohisi kwamba ni sahihi katika fundisho alilolipokea. Na nikuulize, na wewe unafahamu kwamba ni tofauti kwa nini? Ni tofauti kwa sababu kila mtu anatafuta mtazamo wa mapokeo ya watu ili atafute maandiko ya kuweza kusapoti kile anachokiamini, aidha kile alichoaminishwa. Ninaomba unielewe kwa kina. Ninarudia kusema hivi, kwa nini tusipate fundisho moja? Narudia kusema, kwa nini tusipate fundisho moja kwa wanatheolojia ambao ni wasomi wazuri katika haya mambo ya eschatology? Kwa nini tusipate hawa wasomi ambao wanaweza wakawakilisha karatasi zao 12 jinsi walivyo 12, ili mradi kwamba tuweze kupata elimu moja iliyokamilika, elimu moja iliyo sahihi? Why? Kwa nini? Na kwa nini tupate makaratasi 12 yenye mitazamo tofauti? Ni kwa sababu fundisho hili kwenye Biblia halipo. Ni kwamba linatengenezwa na kutafutiwa maandiko ili kuweza kusapoti ufahamu na mapokeo ya kibinadamu waliorithishwa na waliolishwa. Sasa kanisa halienendi kwa mfumo huo, na ndio maana tunatamani na tunahitaji kuendelea kutengeneza mfumo wa wanafunzi ambao wanaelewa kile ambacho maandiko matakatifu yanasema. Nilijitahidi angalau kusoma vitabu tofauti tofauti, labda ninaweza nikapata kitu ambacho watu wamekiandika katika mtazamo mmoja, lakini imekuwa ni tofauti kwa sababu hata maandiko wanaokwenda kuyanukuu wanayanukuu kwa mfumo wa mapokeo na kunukuu maandiko ya Biblia ili yaweze kusapoti kile wanachohitaji wao kisapotiwe kwa mitazamo yao. Sasa tujaribu kuangalia wale waliolala usingizi. Kifungu hichi kinaanzishwa katika mstari wa 13 ambapo Paulo anazungumzia suala la waumini, yani wapendwa ambao wamelala, yani wale waliokufa katika imani. Paulo hataki tuwe wajinga akisema, aidha anasema, kwa maana tukiamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, aidha katika Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Katika vesi ya 14 tunajifunza kutoka kwa mstari huu kwamba wale waliokufa katika Kristo watakuja pamoja na Kristo, watakuja pamoja na Yesu. Mungu atawaleta pamoja naye atakapokuja. Ni wazi Yesu atakapokuja, wafu katika Kristo watakuja pamoja na Kristo. Kwa hiyo Kristo atakapokuja,
Kuna wale ambao wanalala katika Kristo, kuna wale ambao wamelala umauti wao katika Kristo, na hawa ndio wale ambao Kristo ataweza kuja nao kipindi ambapo Kristo anakuja tena kwa mara ya pili. Na ndio maana wafu watafufuliwa. Ufunuo wa Yesu kutoka kwa wafu ndio msingi wa imani yetu. Na kwa sababu Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu, tunatarajia ufufuo wa watu, lakini Kristo atafufuka kutoka kwa wafu, naye atakuwa limbuko lao waliolala, yani waliokufa. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa mwanae kwa Wakorinto 15 na vesi yake ya 20. Hii ina maana kwamba ufufuo wa Yesu ni dhamana ya jambo la ajabu sana, kwa sababu alifufuka kutoka kwa wafu. Ufufuo wetu kutoka kwa wafu umehakikishwa. Lakini kama hakuna ufufuo wa wafu, basi Kristo hakufufuka. Waraka wa kwanza kwa Wakorinto 15 na vesi yake ya 13. Ufufuo wa Yesu Kristo ni dhamana kwamba wafu watafufuka tena, kwa maana kama wafu hawafufuki, Kristo naye hakufufuka. Vesi yake ya 16. Imani yetu imejikita na kujengwa katika ufufuo wa Yesu Kristo, na kama Kristo hakufufuka, imani yetu ni bure, ngali bado katika dhambi zenu. Katika vesi yake ya 17. Hakuna tumaini kwa waumini waliokufa ikiwa hakuna ufufuo wa wafu, ndipo wale waliolala katika Kristo wamepotea. Vesi yake ya 18. Acha tuongelee hapo sasa kuhusiana na ufufuo wa wafu watafufuliwa. Jamani, wafu kufufuliwa, hili sio swala la unyakuo. Katika mtazamo ambao Paulo anauongelea, hajaongelea katika mtazamo wa unyakuo. Anaongea kama yeye aliweza kufufuka, maana yake watu waliolala katika Kristo nao watafufuliwa. Yaani Kristo, tuna ahadi kabisa ambayo ni ya wazi kwamba Kristo anakuja. Na kama Kristo anakuja, ina maana tuna uhakika wa asilimia zote, ya uhakika wa 100% kwamba Kristo wa Nazareti atafufuka na wale waliolala katika kumwamini yeye. Hili sio swala la unyakuo. Wafu kufufuliwa haitokani na unyakuo. Na labda niweke vizuri sana, wafu wote watafufuliwa. Acha kuleta imani ya kusema kuna wale ambao watafufuliwa kwanza wataenda mbinguni, baada ya Kristo atakapokuja atakuja nao. Elewa tu kwamba hii ni ahadi ya kama Kristo alikufa na wewe ukafa katika Kristo, basi kuwa na tumaini kwamba Kristo atakapokuja ulimwenguni atakuja pamoja nawe. Sasa hii sio fundisho la kutishiana. Huu ni msingi wa imani zetu, kwamba watu waliomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wanaamini hata kama wao watakufa, watakuwa wamelala, kwa sababu Kristo atakapokuja ataweza kuja pamoja nao. Kwa hiyo tambua tu kwamba ufufuo ni ahadi na ni elimu ya msingi kwenye maisha yetu ya Ukristo, kama jinsi yanavyoongelewa katika Waebrania sura yake ya 6 mstari wake wa 1 hadi mstari wake wa 3. Acha tuongelee jambo lingine hapa. Ninahisi kwamba kwa sasa ninaanza kwenda taratibu na unaendelea sasa kunielewa taratibu. Mwanzo katika utangulizi ilikuwa ni ngumu, lakini kwa sasa imekuwa ni rahisi na utaendelea kunielewa zaidi. Ufufuo, mafundisho ya msingi. Ufufuo wa wafu ni fundisho la msingi la imani ya Kikristo kabisa. Ni mojawapo ya kanuni 6 za msingi ulioorodheshwa katika Waebrania 6:1-2. Hakuna mahali popote katika maandiko
ambapo fundisho la unyakuo limetajwa waziwazi. Hakika si fundisho la msingi na halipaswi kuchanganywa na mafundisho ya Biblia lililofundishwa vizuri la ufufuo wa wafu. Kwa hiyo tunapofundisha swala la ufufuo wa wafu, hatuna haja ya kuchanga hili fundisho. Narudia, hatuna haja ya kuchanga hili fundisho na mafundisho haya ambayo hayana mantiki tunayobunibuni. Hatuna haja. Na ndio maana kila muumini anapaswa kufundisha. Kila muumini anastahili kufundishwa. Na ndio maana sisi tunapofundisha wanafunzi, na ndio maana sisi tunapowatengeneza wanafunzi katika madarasa yetu ya kuwatengeneza wanafunzi, tunaanza kabisa na kuwafundisha haya mambo 6 ambao ni msingi wa imani. Na katika shirika letu la rhdi.world hatufundishi mambo ya kusikia kwa watu. Sisi tunafundisha kile ambacho maandiko matakatifu yanahitaji sisi kuweza kufundisha. Na ndio maana nikasema kila muumini, aidha kila mfuasi, aidha kila mwanafunzi anapaswa kufundishwa. Narudia, anapaswa kufundishwa kanuni za kwanza za mausia ya Mungu. Na ndio maana nikawapatia andiko ya Waebrania 5:12. Haijalishi umekimbia mbio kiasi gani na umeweza kujiita kwamba wewe ni mwalimu, imetupasa tuweze kurudi katika pointi yetu ya awali. Kuna kanuni 6 za msingi zilizoorodheshwa katika Waebrania 6:1-2. Hatupaswi, narudia tena kusema, hatupaswi kubaki watoto wachanga, wala kubaki tu kila siku ni watoto, ambapo tunaweza tukawa na taswira, aidha kuwa na mfumo, aidha kuwa na akili za kuweza kutupwa huku na kule na kule na kule na huku. Kwa sababu katika Waefeso 4:14, kutupwa huku na huko na kuchukuliwa na kila aina ya upepo wa mafundisho. Kwa sababu watu wengi wameweza kufundishwa fundisho hili la ufufuo la wafu katika hatua za unyakuo, lakini hawajaweza kuliona wenyewe katika maandiko. Matokeo yake wametilia shaka uwezo wao wa kusoma maandiko, kwa sababu wanadhani kwamba wale waliowafundisha fundisho la unyakuo wanastahili kuwa walimu sahihi kwao. Nisikilize mwanafunzi wangu, imetupasa tujaribu kumwangalia Paulo katika waraka wake wa pili kwa mwanae Timotheo, sura yake ya 2 na verse yake ya 15. Acha nikuonyeshe matumaini tulio nayo. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe tu kwamba hili sio fundisho la ufufuo, hili sio fundisho la unyakuo. Fundisho la ufufuo ni fundisho la kanisa. Ni katika fundisho la msingi katika katika vile vitu 6 ambavyo ni mafundisho ya kwanza ya awali mtu anapookoka. Kwa sababu mtu anapookoka, msingi wa kwanza anaostahili kuwekewa ni yale mambo 6 yanayopatikana katika Waebrania 6:1-2. Na bahati ambayo imekuwa ni mbaya kwa watu ni pale tulipofika hatua ya kuweza kuona watu wameokoka na wakawa wachungaji na wakawa maaskofu, ambapo hata kwenye hili fundisho hawakuweza kupitia. Hata kwenye haya mafundisho ya msingi ya mambo 6 hawakuweza kufundishwa. Hawakuweza kufundishwa juu ya kuwa na imani kwa Mungu, ufufuo wa wafu. Hawakuweza kufundishwa jinsi ya kuwa na ubatizo. Hawakuweza kufundishwa vitu
takribani vyote hivyo, wajue kwamba mtu anawekewaje mikono. Hawakuweza kufundishwa ufufuo ni nini. Hawakuweza kufundishwa jinsi gani mtu anavyostahili kuwa na imani kwa Mungu. Na hii sehemu ya wetu kuwa na imani kwa Mungu imekuwa ni mgogoro, imekuwa ni shida. Na ndio maana watu wengi imani zao zimekuwa zinayumba, kwa sababu hawakufundishwa ni jinsi gani wanavyostahili kuwa na imani kwa Mungu. Isipokuwa wamekuwa wakifundishwa jinsi ya kuwa na imani kwenye katiba zao, kuwa na imani kwenye madhehebu yao, jinsi gani ambavyo wanaweza kuwa na imani kwa wachungaji wao, ambao hawakupitia hata katika hatua ya kuwa wanafunzi. Kwa hiyo matumaini ambayo mimi kama mwalimu ninakuonyesha kuhusiana na ufufuo ni kwamba ufufuo wa wafu ni tumaini la kanisa, si kunyakuliwa. Aidha, si fundisho la muda mfupi kwamba watu watanyakuliwa kwenda mbinguni. Ufufuo wa mwili ni wa umilele. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba ufufuo tunaotegemea sisi unakuja kwa sababu Kristo tayari amekwisha fufuka, na tayari Kristo amekwisha shinda mauti. Kama Kristo aliweza kufufuka, basi na sisi tutaweza kufufuka. Na ndio maana hata wale watu ambao hawaelewi kuhusiana na hili somo la ufufuo wa watu, wacha kando kutafuta tumaini katika hili fundisho la ufufuo na kuweza kuweka tumaini lao katika mambo ya unyakuo wa muda mfupi, wakidanganya kanisa kuwa na tumaini la uongo. Hii ni kudanganya kanisa waweze kuwa na tumaini la uongo, lakini ufufuo ni tumaini la kanisa na ni tumaini la umilele. Na ndio maana watu wengi huuliza maswali kuhusu wakati ujao baada ya Bwana kuja. Maswali kama haya ni magumu sana kujibu. John anasema, wapenzi sasa tu watoto wa Mungu, wala haijawa hivyo bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kwamba atakapofunuliwa tutafanana naye, kwa maana tunajua tutamuona kama alivyo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 3 na vesi yake ya 2. Ufufuo utafanyika lini? Hili ni swala ambalo lilikuwa la muhimu, na nahisi kwamba hata wewe mwenyewe mtazamaji wangu na mwanafunzi wangu ulikuwa unataka kuusikia kwamba ufufuo utafanyika lini. Ufufuo wa mwili utatokea wakati Bwana Yesu atakaposhuka kutoka mbinguni, nasi tutakutana naye hewani. Hii ni muhimu, kama jinsi tulivyokwenda kusoma kwamba tutakwenda kumlaki. Hapa tayari tunakwenda kuona kwamba ufufuo wa mwili utatokea wakati Bwana Yesu atakaposhuka kutoka mbinguni, nasi tutakutana naye hewani. Kwa hiyo ufufuo wa wafu utafanyika Yesu atakapokuja. Mpaka hapo tutaweza kusimamia hapo, na baada ya hapo tutakwenda kuona hatua nyingine mpaka pale utakapokuwa tumekwenda kumaliza hili somo la ukweli kuhusu unyakuo katika sehemu ya pili. Kwa hiyo tutakuja kuendelea, na baada ya hapo tutakwenda kuingia kwenye hatua ya 3, ukweli kuhusu ufunuo, hatua ya 3. Na Mungu aweze kuwabariki na muendelee kufuatilia hichi kipindi, kitakuwa ni baraka kwenu. Mlikuwa nami Dr. Daniel, mkurugenzi wa rhdi.world. Asanteni.